Mungu alikuumba ukiwa umekamilika, lakini shetani anakuja kupanda vitu ndani yako. Maana yake ndio maana katika Waefeso 4 mstari wa 27 inazungumza usimpe nafasi shetani akaja kupanda magugu, akapanda mabaraa, akapanda vitu vyenye kukutesa. Ni vitu gani hivyo ambavyo wewe umempa nafasi, umempa milango ya kupita shetani? Hata kama wameshiriki tendo la ndoa na mume wake, baada ya masaa kadhaa wakalala usingizi, lakini anapolala huyu mwanamke anajikuta tayari ameingia kwenye kushiriki tendo la ndoa usingizini. Tena katika nyakati zilizo nazo ni nyakati za mwisho, pande mbili zote kumeingiliwa. Ni kwa mwanadamu akishafungua mlango na yanaingia, cha kwanza ni kuanza kufanya matendo ya uasherati kwenye maisha yake, kufanya matendo ya uasherati usiku, kufanya matendo ya uasherati katika njozi. Hii ndiyo kazi ya majini, kwa lugha nyingine ni kazi ya mapepo, ni kazi ya yale mamalaika maasi yanakuja kukutesa kwa sababu umeapa nafasi. Sasa umeapa nafasi kwa njia gani? Ni kwa njia ya mapambo. Unajua haya pepo, haya majini, milango ya kupitia ni ule uasi, ni yale mapambo ambayo umeweza kuvaa kwenye mwili wako. Mpenzi mtazamaji wangu, nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahala ambapo lipo unaponitazama, huenda uko katika bara la Afrika ama uko bara la Amerika, nikushukuru wewe mtazamaji wangu ambaye unaendelea kunifuatilia kwa njia ya mahubiri ninayoendesha katika kituo hiki cha YouTube. Mungu akubariki sana. Huenda unanitazama kwa njia ya TV yako ama huenda unanitazama kwa njia ya simu yako ya mkononi. Nipende kusema tu Mungu akubariki wewe ambaye unazidi kushirikiana pamoja na mimi kwa njia ya kusupport huduma hii kwa njia ya sadaka yako, kwa kuchangia kupitia moja kwa moja namba ambazo zinapita hapo chini. Napenda kusema Mungu akubariki sana. Dumika wakati ndio huu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana ambaye wewe unahitaji kusupport pia huduma hii. Endelea hudumu pamoja nami kwa njia hizo namba zinazopita hapo chini, ndio namba zangu za kusapoti huduma hii. Mungu akubariki sana. Basi majira haya ambayo nilionayo ni majira ambayo natamani nikakuletea ujumbe ambao utakufungua fikra yako. Lakini kabla hatujaenda katika hili somo, natamani tupate kuomba kidogo. Basi funika macho yako tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Muumbaji wetu uliyeziumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa neema yako, tunakushukuru kwa upendo wako. Umetulinda na kututunza, na hata siku ya leo mimi na mtazamaji wangu ananitazama, tunahitaji kukusikiliza sasa. Tufundishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, katika siku ya leo ninatamani kuzungumzia jambo hususan ambalo limekuwa likitesa sana kwa wanawake na kwa wanaume. Na kumekuwepo na maswali mengi, wengi wamepokea maswali, wachungaji mbalimbali wamepelekewa hizi habari, lakini wanatamani kuzitatua. Inakuwa ngumu kwa sababu ni kutokana na udhaifu. Na somo ambalo nataka nizungumzie ni juu ya sababu ya kuota ndoto huku ukifanya tendo la ndoa usiku. Umelala iwe mchana au usiku, maana kuna wengine wanalala mchana, wengine wanalala hata muda wowote. Hii imekuwa ni sehemu ya maisha ya watu wengi. Anapolala anashiriki tendo la ndoa, aidha kwa mwanaume anashiriki tendo la ndoa na mwanamke, aidha mwanamke anashiriki tendo la ndoa na mwanamume katika usingizi ama katika ndoto. Na wengine wanapoamka kabisa, inakuwa hakika kwamba wameshiriki kabisa katika uashilio uhalisia
inaleta picha mwilini kabisa kwamba ameshiriki tendo la ndoa. Sasa nataka kuzungumzia chanzo kinachosababisha mpaka unaingiwa na ndoto hizo zinakusumbua na kukutesa kwa muda mrefu. Ndoto za kufanya mapenzi usiku au kwenye ndoto au kwenye usingizi. Na sababu kubwa, na ndio nataka kwenda kuielezea, ambayo imetesa vijana, imetesa wanaume, imetesa wakina mama na wakina dada. Na hii haiwi tu kwamba labda haujaolewa ama hujaoa. Kuna wengine wanakutana na hizi ndoto wakiwa kwenye ndoa kabisa, aidha na mume wake na aidha ana mke wake, lakini hizi ndoto hazikomi. Hata kama wameshiriki tendo la ndoa na mume wake, baada ya masaa kadhaa wakalala usingizi, lakini anapolala huyu mwanamke anajikuta tayari ameingia kwenye kushiriki tendo la ndoa usingizini tena na mwanamume mwingine. Na kama ni mwanamke ameshashiriki tendo la ndoa na mume wake, lakini na mke wake, anajikuta ameshiriki tena tendo mara nyingine kwenye usingizi, maanake kwenye ndoto. Chanzo ni nini? Na hapa ndipo shetani ambapo amejipenyeza kwa siri sana kwenye maisha ya wanadamu. Mara nyingi zaidi, wengi wamejikuta wanatapeliwa katika imani mbalimbali za Kikristo zilizoibuka leo. Watumishi wa Mungu matapeli wametumia sana advantage hizi ambazo zinawatesa wakina baba na wakina mama, na kwa sababu hawaelewi chanzo ni nini, kwa hiyo wamejikuta wanaenda kwa watumishi wa Mungu ili wawasaidie. Sasa kutokana na asilimia kubwa ya nyakati zonazo, watumishi wa Mungu wamekuwa ni wachache. Kwa hiyo wamekuwa wakienda katika kuhitaji msaada, watatuliwa matatizo haya, na mwisho wa siku wanajikuta wametapeliwa pesa. Wanaambiwa, unajua hizo ndoto zinasababishwa na mababu zako, au hizo ndoto ni za wachawi, ama hizo ndoto umerogwa, ama hizo ndoto inahitaji sadaka za kujishikamanisha na madhabahu ili ziondoke. Lakini ni utapeli uliokaa kisaikolojia. Aidha wanaambiwa nunua kitu fulani ndani ya kanisa, aidha wanaambiwa leta mshahara wako, wengine wanaambiwa ili ndoto hizo zikuondoke, fanya jambo fulani ili kusudi ndoto zikuondoke. Kwa hiyo wengi wametapeliwa, na nimeona nililete hili. Ni swala nyeti sana katika imani ya Kikristo, na wengi wanateseka sana. Na katika pande wa pili nimeona baadhi ya mtu mmoja anajiita shehe, siwezi kumtaja jina, lakini nimeona anazungumzia sana swala la ndoto, lakini namna anavyolizungumzia analipotosha, kwa sababu ni moja ya uongo ambao anaofanya. Na hii ndio maana nazungumza ni nyakati za mwisho. Huyu naye wapo mashehe ambao wamekuja wanaigiza, wanachafua katika imani zao kule, wanaingia kule nao wanachafua imani zao. Kuna baadhi wamejiingiza hata huko nao wanajifanya ni mashehe, wanakusomea nyota, wanakufungulia hizo ndoto, wanakuambia njozi hii na mara hii njozi hii. Hawa ni wahuni. Usijaribu ni kama wale ambao waliojiingiza kwenye imani za Kikristo, ambao wamekuja na sura ya kuwalagai na kuwatapeli watu. Kwa hiyo hata huku nako kuna wengine wamejikuta wakijiingiza na huko kwa ajili ya kutumia vazi la upande wa pili wa Waislamu. Najua kabisa kuna Waislamu walio safi kabisa ambao hawapendi haya mambo, lakini kuna baadhi nimeona kuna mashehe ambao wanazungumzia masuala ya ndoto. Na ukiangalia hapo unakuta kuna wengine wanapewa tafsiri za uongo, na wanaambiwa wafanya hiki au kachukue maji fulani au kachukue maji fulani, hizi ndoto zitakoma, hizi ndoto labda ni za majini mahaba, sijui na vitu kama vile. Unaona, ni uongo. Kwa hiyo tuwe makini sana katika nyakati tulizo nazo, ni nyakati za mwisho. Pande mbili zote kumeingiliwa. Tazama, hakuna sehemu palipo salama zaidi ya kujifunza vitabu vitakatifu, ili tunapovielewa vitatusaidia kutupa mwanga, kujiepusha na majanga ambayo yanayotukumba katika nyakati za mwisho, na kujiepusha katika udanganyifu wa nyakati za mwisho. Mpenzi mtazamaji wangu, leo nataka nizungumzie hili chanzo cha kwa nini kuna kuwepo na ndoto hizi. Ninaongea na kina mama. Kuna wengine umejikuta wameota ndoto hizo, ni ndoto unanyonyesha, umejikuta unanyonyesha usiku wa manane,
na unanyonyesha kabisa mtoto lakini ukiamka mtoto hayupo, na wengine wamejikuta wanaota ndoto. Hizo ndoto unajikuta kabisa kwamba una ujauzito, lakini unapokuja kuamka hauna huo ujauzito. Na wengine wanaota pia ndoto ambazo unakuta watu wanaota ndoto, mtu anafunga ndoa kwenye usingizi, kwenye njozi. Mtu anaota amefunga ndoa, yuko kwenye sherehe ya ndoa, aidha ni mwanaume ni mwanamke. Chanzo ni nini basi? Na ninaongea na watu ambao tayari wamekutana hiyo hali na huende na wasumbua kila mara. Nataka kuonyesha chanzo cha nyakati za mwisho, shetani namna ambavyo amejipenyeza kwa siri na amelenga kuharibu watu kwa njia ya kuharibu maisha yao, lakini chanzo kipo kimejificha kwa siri. Ngoja nikufunulie kidogo katika kitabu cha Waefeso 4 na ule mstari wa 27. Efeso 4 na mstari wa 27, maandiko matakatifu yanasema, wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi, au kwa lugha nyingine, wala msimpe ibilisi nafasi au shetani nafasi. Kwa lugha nyingine, msimpe milango shetani. Maana nafasi ni kama kuachia gepu, ni kuachia njia mahala ambapo palikuwa pamejaa, palikuwa pamefungwa. Basi ina maana unakuwa umeachia mlango, umekuwa umejiengua sehemu akaja kupalithi shetani. Maana yake ni kwamba katika maisha yako Mungu alikuumba ukiwa umekamilika, lakini shetani anakuja kupanda vitu ndani yako. Maana yake ndio maana katika Waefeso 4 mstari wa 27 inazungumza usimpe nafasi shetani akaja kupanda magugu, akapanda mabaraa, akapanda vitu vyenye kukutesa. Ni vitu gani hivyo ambavyo wewe umempa nafasi, umempa milango ya kupita shetani na kuja kukutesa katika njozi hizi? Na ninataka nikwambie, njozi hizo zinakuja ni kwa sababu shetani amekuja kwako na umemfungulia milango, umempa nafasi. Ninazungumza na baba ambaye au kijana ambaye anateseka na njozi hizi, njozi ambazo anafanya tendo la ndoa katika usingizi, na wakati unakuta hana mwanamke na unakuta labda na ndoa. Nazungumza na mama na binti ambaye anateswa na njozi hizi, au unaota ya kwamba unanyonyesha. Kuna milango ambayo wewe umeifungua. Sasa milango gani umeifungua? Twende katika kitabu cha Kutoka 33. Katika Kutoka 33 maandiko matakatifu pia yanaeleza. Ngoja nisome 33 na ule mstari wa 5. Maandiko matakatifu yanasema, Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu, dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalowatenda. Mstari wa 6, maandiko yanasema, basi wana wa Israeli wakavua hivyo vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Maana yake ni kwamba, kwa nini Mungu anamwambia Musa awaambie wana wa Israeli ya kwamba wavue vyombo vyao vya uzuri? Hivi vyombo vya uzuri ni kitu gani? Katika Agano la Kale kulikuwepo na miungu. Hii miungu ambayo ilikuwa ikiabudiwa na watu wa pagani, na hawa wapagani walivaa katika mfumo wa mapambo. Maana yake ni kwamba kulikuwepo na makahaba, yaani vyombo vya uzuri kwa lugha nyingine vilivaliwa na makahaba, vilivaliwa na watu ambao wamemuasi Mungu, wanaoabudu miungu mingine katika taifa la Israeli. Kwa hiyo hata hawa wana wa Israeli wakati wanatoka katika mji wa Misri kule kwa Farao, ili wakaende kumwabudu Mungu wa mbinguni, sio wote ambao walimfuata Musa
kwamba ndio walikuwa wameteuliwa. Kuna wengine walifata mkumbo katika ule msafara. Kwa hiyo kuna wengine ambao hawakuteuliwa kama wateule, na ndio waliosababisha ikafikia hatua wakakaa jangwani miaka mingi, kwa sababu ndio walikuwa wanaleta mabalaa katikati ya kundi la wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki miungu. Walikuwa na ibada za miungu za Misri, miungu ambayo sio sahihi. Walikuwa wamevalia pia mapambo, wana mapambo ya kikahaba, na ndio hayo sasa mapambo ya kikahaba, vitu ambavyo hivyo, kuna mabangiri, kuna cheni, kuna hereni, kuna mikufu na vitu mbalimbali, vikuku, vitu vilitajwa, zumari, vinaitwa zumari, kuna vingine vipo vina majina mengi ambavyo vilitwa huko. Kuna mapete hayo yana mabangiri, kuna bangiri ya pwani, vitu vya walijitoboa hata pwani, pete kama walita pete hizo, pete za kwenye pua walijitoboa. Kwa hiyo walikumbana katika walishiriki kwenye ule msafara wengine ambao walikuwa na hizo ibada za Mungu wa kule katika Agano la Kale huko Misri. Kwa hiyo waliondoka wakajiunga katika msafara na wakazidi kushawishi hata ule msafara ambao ulikuwa umeteuliwa na Mungu uweze kwenda kule kufanyika kwa taifa takatifu Mungu alilokuwa amelichagua. Kwa hiyo ndani ya ule msafara walijiunga watu ambao wanaabudu miungu mingine, waliovaa mapambo ya kikahaba, na mapambo haya Biblia inayaita kuwa vyombo vya uzuri. Katika vyombo vya uzuri, ukiendelea kutafuta hayo reference, wasomi wa Biblia, utakutana na kwamba hivi vitu vilivaliwa na makahaba wa kale, vilivaliwa na mwanamke Yezebeli, yule mwanamke wa Ufunuo Yezebeli, ambaye alitesa sana katika Agano hilo la Kale. Alimtesa sana na mtumishi wa Mungu Elia, pia alikutana na huyu mwanamke Yezebeli. Kwa hiyo tunataka kuzungumza hapa jambo uweze kuelewa hii milango. Wana wa Israeli hawa wakaambiwa na Mungu, Musa akamwambia Mungu akamwambia Musa kwamba waambie wana wa Israeli wavue hivyo vyombo vyao vya uzuri, halafu nijue nitakachowatenda. Sikiliza, maana yake ni kwamba hawa wana wa Israeli walikuwa tayari wamekubali ushawishi wa hawa watu waliojiingiza kwa siri kwenye ule msafara ambao hawakukusudiwa katika ile safari. Maanake wote ambao walikuwa wanamletea shida Musa katika ule msafara walikuwa si wateule walioteuliwa kwenda katika mji wa Kanaani, ila ni wale watu waliojiingiza kwa siri. Sikiliza rafiki yangu, kwa hiyo wakashawishi hata watu wengine nao wakaanza kuvaa wakiwa katika safari hiyo, na ndio maana kilisababisha pale Mungu amewaahidia kuwapeleka katika mji wa Kanaani, lakini mwisho wa siku hawa watu walikaa miaka 40 wanasota jangwani. Ni kwa sababu walikuwa wanang'ang'ania miungu, walikuwa bado wameng'ang'ania miungu ya Misri, miungu ya kigeni ambayo pia ilikuwa lazima unapoenda kuiabudu una namna yake ya kuvaa. Unavaa hayo vyombo vya uzuri, na asilimia kubwa walivaa wanawake makahaba kwa ajili ya kuwavutia wanaume, kwa ajili ya kuwalagai wanaume, kuwatamanisha wanaume, kufanya uasherati, uzinzi. Hivi ndio vyombo vya uzuri, ni mapambo ya wanawake, mapambo ya kikahaba ambayo ndio yalikuwa yanaitwa vyombo vya uzuri. Sasa sikiliza vizuri, sikiliza vizuri. Sasa sikiliza vizuri. Kwa hiyo Mungu akamwambia vueni hivyo vyombo vya uzuri, maana unapovaa hivyo vyombo vya uzuri, maana yake umemwasi Mungu na kumruhusu shetani katika maisha yako. Sikiliza, katika kitabu cha Mambo ya Walawi 17 na ule mstari wa 7, maandiko matakatifu yanaeleza nini hapa tena? Tunataka tuangalie chanzo ni nini. Tunataka tuangalie mstari wa 7, inasema wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini, ambao sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. Narudia, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Narudia, hujanielewa. Wala hawatatoa tena sadaka zao
kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sikiliza, maana yake kwamba kinachosababisha mwanadamu aweze kufanya uasherati kwenye ndoto ni kwa sababu amefanya mapatano, ameweka maagano, ameweka communication, amefungua milango, amempa nafasi shetani sehemu ambapo shetani anapenda kukaa. Amefanya maagano, amekubaliana, amefungua milango. Wewe mwanamke ambaye unayenisikiliza, unayeteswa na njozi hizi, unayeteswa na hizi njozi, mara unajikuta kwamba unafanya tendo la ndoa katika usingizi na una mume wako na una mtu wako, unafanya tendo la ndoa kwenye usingizi na unateseka kabisa, nisikilize nikwambie, umempa nafasi. Na ndio maana maandiko matakatifu tumesoma andiko ambalo linazungumza katika upande wa pili kwamba wala msimpe nafasi. Katika Waefeso 7 mstari wa 27 fungu letu la kwanza linasema wala msimpe nafasi nani? Shetani. Sasa hapa katika mambo ya Walawi 17 mstari wa 7 inazungumza ya kwamba hivi, mstari wa 7, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sikiliza, maana yake wewe ambaye unasumbuka na hizi njozi, unasumbuka na haya mambo ya kuota ndoto wakati umelala usingizi, na huku na mume wako, huku na mke wako, kumbuka kuna milango ambayo umeiacha. Majini huwa, manake mashetani, mapepo huwa yanatafuta milango, huwa yanatafuta nafasi, na kazi ya haya mapepo yaliyofukuzwa kutoka mbinguni toka kipindi cha Agano la Kale, toka kile kipindi ambapo yametimuliwa kutoka mbinguni, kazi kubwa ambayo aliyokuja kuifanya hapa duniani ni kufanya uasherati. Na kwa sehemu kubwa dhambi ambayo yanaisambaza hapa duniani ni kufanya uasherati, tena kwa sehemu kubwa kinyume na maumbile, ni kinyume na maumbile, ni kinyume na lile tendo la Mungu alivyoliagiza. Na ndio maana ni kubadili ile mfumo wa asili Mungu katika ile tendo alivyolikusudia lifanyike. Sasa haya mapepo kwa ajili ya kuweka uovu uwe mkubwa kwa wanadamu walitupa duniani. Hawa mamalaika wakaja duniani hapa, na ndio yanaitwa majini, na kazi yanayoifanya hapa ni kwa mwanadamu akishafungua mlango na yanaingia, cha kwanza ni kuanza kufanya matendo ya uasherati kwenye maisha yake, kufanya matendo ya uasherati usiku, kufanya matendo ya uasherati katika njozi. Hii ndiyo kazi ya majini. Kwa lugha nyingine ni kazi ya mapepo, ni kazi ya yale mamalaika maasi, yanakuja kukutesa kwa sababu umeyapa nafasi. Sasa umeyapa nafasi kwa njia gani? Ni kwa njia ya mapambo. Unajua haya mapepo, haya majini, milango ya kupitia ni ule uasi, ni yale mapambo ambayo umeweza kuvaa kwenye mwili wako. Sikiliza nikwambie, majini haya hayawezi kuingia kwenye maisha yako, hayawezi kutawala maisha yako mpaka yaone milango umeifungua, mpaka yaone umeapa nafasi. Wakina mama asilimia kubwa wameng'ang'ania katika nyakati hizi, hawakuelewa kwamba ni mtego wa shetani ambao ameutandaza muda mrefu, ameutengeneza kwa njia ya mapambo. Hiyo milango ameitengeneza kwa njia ya mapambo kwa wakina mama hususani, na imekuwa ni promotion ya shetani ya kwamba mwanamke hawezi kutoka nje ya nyumba yake aende kanisani, aende kwenye kazi, lazima avae mapambo, lazima avae heleni, lazima avae mkufu, lazima avae wigi, lazima avae sijui ajichoboe pua, lazima avae ajitoboe kwenye kitovu chake, lazima avae mapambo. Zamani yaliitwa vyombo vya uzuri, mmoja wapo maana yake ni heleni, ambavyo ni mapambo, mabangili, mavitu kama vile maheleni, kujitoboa masikio, kujitoboa pua na vitu mbalimbali. Hivyo ndio vyombo vya uzuri ambavyo Mungu anasema ni vyombo ni miungu mingine. Sasa ina maana unapokaribisha miungu mingine kwenye maisha yako ni milango, na hiyo sasa milango hiyo ni hayo mapambo, milango hiyo ni hayo maheleni, milango hiyo ni hayo mawigi, milango hiyo ni hayo mambo mbalimbali ambayo yanakufanya wewe umsahihishe Mungu. Kwa hiyo nazungumza na mtu ambaye anateseka na njozi za usiku,
Sasa sikiliza, katika swala ambalo lilifanyika katika kipindi cha Agano la Kale, wanasema kwamba wala hawatatoa sadaka zao kwa wale majini ambayo huwaendea, yanawaendea, yanafanya uasherati nao. Wakina nani? Ni wale watu ambao wamekubaliana, wameruhusu, wamevaa hayo mapambo. Na ndio maana katika Kutoka 33 mstari wa 5, Musa anawaambia wana wa Israeli, waambie wana wa Israeli wavue vyombo vyao vya uzuri, wavue hiyo miungu migeni. Maana yake ni kwamba Mungu hafurahishwi nayo. Maana yake hiyo ni miungu ya kishetani, ni milango ya mapepo kwenye maisha yako, ni milango ya mapepo kwenye ndoa yako, ni milango ya mapepo kwenye familia yako, ni milango ya mapepo kwenye mwili wako, ni milango ya mapepo kwenye biashara yako, ni milango ya mapepo kwenye mwenendo wa uokovu wako. Hiyo ndiyo milango. Kwa hiyo kama umejikuta unaota njozi za namna hiyo, tambua ya kwamba umempa nafasi shetani, kwa sababu ya mlipuko mkubwa wa makanisa yamechanganyikiwa kwa sehemu kubwa. Hawataki watu kutenganisha mapambo ya watu wa duniani. Hawataki wachungaji kutenganisha watu waliookoka wanatakiwa wawe na muonekano gani. Tayari wamerudi zama za Misri, ambapo Mungu alihangaika na wana wa Israeli kulitengeneza taifa takatifu, kutengeneza wateule katika miaka hiyo. Katika nyumba ya Israeli, Mungu alihangaika jangwani miaka 40, anajaribu kuwapa somo namna ambavyo Mungu anavyoabudiwa, namna ambavyo Mkristo anapaswa kuwa. Wana wa Israeli wakakubaliana kubebelea vyombo vya uzuri ambavyo vilikuwa vinaingiza matatizo katika uhusiano wao na Mungu. Na ndivyo hivyo leo katika dunia leo, shetani nguvu ambayo aliyoitumia katika jangwa kwa wana wa Israeli, wakagombana na Mungu, wakafia jangwani, wakakosana na Musa, wengine wakafunikwa na hasira ya Mungu kwenye ardhi, wakafa pale. Watoto wao ndio wakarithi ule mji wa Kanaani. Unajua, wengine wazazi ambao waliotoka kule Kanaani, kule Misri ili kwenda Kanaani, hawakuingia Kanaani, waliingia wajukuu na watoto wao. Sikiliza nikwambie, natamani nikwambie kwamba vyombo vya uzuri vini milango ya miungu mingine kuingia kwenye maisha yako. Unapovaa heleni ni mlango wa kuzimu kuingia kwenye maisha yako. Unapovaa hiyo bangili ni mlango wa mapepo kuingia kwenye ndoa yako na maisha yako. Unapovaa hilo wigi, umeruhusu mlango wa kipepo ambapo unajiondoa katika connection ya kimungu. Mungu hapendezwi na wewe, manake Mungu umemkasirisha. Kwa hiyo lazima uanze kuiondoa hiyo milango ya kipepo ili ujiondoe katika njozi hizo ambazo zinazokutesa. Maana yake ni nini? Hautaota tu njozi hizo. Sikiliza, kuna wengine wanaota njozi, wamefunga ndoa. Haya majini, maana yake ni majini ambayo yalitupa kutoka kipindi hicho, yanakuja kupitia hiyo milango, kwa sababu yanakumbuka milango yake ni miungu. Huyu mwanamke alivaa, ukisoma katika Ufunuo inazungumzia kuna mwanamke Yezebeli alivaa hiyo milango, alivaa hizo, ndio ishara za kumtambulisha yeye anaabudu miungu ya namna gani. Yezebeli alivaa hiyo, maana yake kuna roho katika vile vitu ambavyo unavyojipamba kwenye maisha yako. Kuna roho iliyo kinyume na Mungu kwenye hizo hereni. Kuna roho iliyo kinyume na Mungu kwenye hizo mabangiri, kwenye hayo mawigi, kwenye sehemu mbalimbali ambapo kwenye mwili wako unavyofanya kwa ajili ya kupendezesha mwili wako tofauti na Mungu alivyokuumba. Kwa hiyo unakaribisha milango ya mapepo yatakayokutesa katika njozi. Na ndio maana leo unaota ukifanya tendo la ndoa na wakati una mume wako. Nisikilize nikwambie, ukitaka kuwa salama, kubali kulitii neno la Bwana ili uwe salama. Usipokubali kulitii neno la Bwana, Biblia inasema anguko ama kuangamizwa ni haki yako. Lakini Kristo anapaza sauti katika nyakati za mwisho. Japokuwa makanisa yametupilia mbali, hayataki kuweka uonekano, yani kujitenga na dunia, yani mapambo yanayovaliwa duniani, mapambo ya makahaba ambayo Mungu aliyaita na kuyakataza kipindi hicho. Akawachukia wana wa Israeli namna walibebelea hayo mapambo ya miungu mingine, wakaweka kwenye mili yao. Hawa kina mama na wanawake hawa wakaanza kutembea nayo pale jangwani.
Mungu akawafanya wakae pale kwa sababu ya muda mrefu. Na ndiyo maana katika nyakati hizi tulizo nazo, kanisa hata leo limedanganyika. Wachungaji hawataki kuambia waumini wao namna Mungu ambavyo anahitaji kuabudiwa, namna ambavyo Mungu anahitaji aonekane kwenye maisha ya wanadamu. Wanadamu wanaosema wameokoka leo hawaeleweki. Ukiwatazama hivi, wana ishara ambazo unawatambua tu kwamba ni kama watu wa duniani. Hakuna utofauti. Heleni ambayo anavaa mtu wa duniani kule Bahamedi, huyu mlokole anavaa. Ule wanja ambao anayepaka Bahamedi, huyu mama ambaye anajiita mlokole na mama mchungaji, mdomo wake mwekundu vile vile kama Bahamedi. Ile wigi la Diana. Siku hizi kuna misuko mbalimbali. Ukimgusa mama wa kirokole sasa hivi, mwambie habari ya kuondoa wigi, hawezi kukuelewa kabisa. Ukimgusa mama mmoja ambaye anakwambia kwamba umwambie mama achana na habari hiyo ya sikio lako ukuzaliwa kwamba limetobolewa, hiyo ni milango ya mapepo, huyo mama ataanza kukuona umechanganyikiwa na anaweza kuondoka kwenye kanisa lako. Ni kwa sababu ile nguvu ya shetani iliyotumika pale Misri, iliyotumika pale jangwani, iliyowatesa wana wa Israeli. Mungu akawaweka miaka 40 na mwisho wa siku walifia pale jangwani kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ikafikia hatua mpaka Musa wakamuingiza katika hasira ya kutenda dhambi. Na ndio maana Mungu alimchukia, Musa alikosana na Mungu kwa sababu ya wana wa Israeli waliokuwa wanaendelea kung'ang'ania miungu ya Misri, miungu migeni. Mungu anakataa, lakini ikafikia hatua wanakamatana Musa pamoja na wale waliokuwa na waongoza wana wa Israeli. Ikafikia hatua hawa kwa ugumu wa mioyo yao wakasema kwamba mbona Musa unatuletea kila siku, unatuletea tu masharti ya kwamba Mungu amesema hivi, Mungu amesema hivi. Hebu tupe na sisi kama tuone kama Mungu kweli anakuagiza hayo, tuone kama Mungu anakuagiza hayo kuja kutuambia sisi. Mbona kila siku unatuletea jambo jipya tu? Ikafikia hatua Musa akawaambia sawa, nendeni mkaongea na huyo Mungu. Lakini kwa sababu Mungu hawezi kwenda kuongea na mtu ambaye amebeba miungu, hawezi kwenda kuongea na mtu mwenye dhambi, hawezi kwenda kuongea direct na mtu ambaye hajaweka sawasawa utakatifu wake kuanzia kwenye mwili mpaka roho. Unatakiwa uwe msafi unapoenda mbele za Mungu, maana Mungu huwezi kuonana naye. Katika Agano la Kale hilo Mungu alikuwa anaonana na Musa hivi, alikuwa akiongea na Musa hivi. Japokuwa nataka nikwambie kwamba wana wa Israeli wale walipong'ang'aniza, mwisho wa siku kilichotokea walikimbia wao wenyewe, na wengine aliziliwameza kwa sababu ya ugumu wa kung'ang'ania hivyo vyombo vya uzuri. Sikiliza nikwambie, njozi zinazokutesa ni majini, ni mapepo. Biblia inazungumza, na huenda hujanielewa kwa sababu wewe mwenyewe umerisi roho ile ambaye walirisi wana wa Israeli. Kanisa, napaza sauti, enyi waimbaji, ondoeni vyombo vya uzuri. Hivi ni vyombo vya kikahaba. Mapambo haya ni milango ya majini, ni milango ya mapepo, ni milango ya magonjwa, ni milango ya kuharibu kanisa. Nazungumza kwa asili hii mpate kunielewa katika hili nalowaeleza. Sikiliza, uende hujanielewa. Katika Yuda 1 na ule mstari wa 6, Yuda 1 mstari wa 6, uenda ukanielewa hapo. Yuda 1 na ule mstari wa 6, Yuda 1 na ule mstari wa 6, maandiko matakatifu yanasemaje? Maandiko yanasema hivi: na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele. Nani huyo? Ni Mungu. Maana yake ni malaika gani? Ni wale ambao walitupwa, waliacha enzi zao kule, waliacha neema kule mbinguni, waliacha enzi, waliacha nafasi kule. Malaika ambao waliasi, ambayo ndo leo tunayaita majini, hapa yalikuja duniani hapa yakiwa na kazi moja ya kuharibu maswala ya mwanadamu na Mungu, yakapanga mipango ya kuwafanya watu wakosana na Mungu. Sikiliza katika mstari wa 7 inasemaje? Anasema kwamba vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Sikiliza katika mstari wa 7, kama vile Sodoma, Gomora na miji iliyokuwa kando kando walifuata uasherati kwa jinsi moja, na hawa wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili. Umenielewa? Dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele.
Sikiliza, maana yake ndiyo hawa malaika cha kwanza walioshiriki kuleta dhambi ya uzinifu, dhambi ya washerati. Wapi? Sodoma na Gomora. Unajua dhambi iliyomuudhi Mungu kile kipindi cha Sodoma na Gomora, unajua ni nini? Ni haya mashetani, haya mapepo, haya malaika maasi yaliyokuja yakatelemka pale Sodoma, yakatengeneza hiyo nguvu, yakawa yanawaingia wakina mama, yanawaingia wa vijana, yanawaharibu, yanawapeleka katika maswala tu ya matendo, tendo la ndoa. Yani wao wanajisi tu kushiriki uasherati, yani tamaa za mwili zikawawaka. Tena sio katika tamaa za mwili, katika kuliendesha tendo la ndoa, tendo la mwili lile, tendo la ndoa lile kuliendesha katika kipindi hicho, sio kuliendesha katika Mungu alivyoliamuru. Maana yake walifanya kinyume kabisa na jinsi Mungu alivyoumba, kinyume na maumbile. Ndio maana Biblia inasema kinyume na asili. Maana yake wakawa wanalawitiana vitu kama hivyo. Maana yake Mungu akakasirishwa. Katika Sodoma kukawepo na dhambi kubwa ambayo ni ya uasherati, ambayo iliwatesa sana kile kipindi hicho. Watu waliingiwa na hizo roho, na hayo mapepo yakaja kuingia ndani ya miili ya watu. Kwa nini? Kwa sababu waliabudu miungu isiyokuwa sahihi, na wao wakairuhusu hiyo miungu ingie ndani yao, kwa sababu walihubiriwa waachane na hizo ibada Sodoma, ibada za sanamu, ibada za kujipamba kama hivi leo tunavyojaribu kukwambia. Na ndivyo hivyo vilivyokuwa Sodoma. Nisikilize nikwambie, waliweka nafasi, walifungua milango yao, walifungua mioyo yao. Kwa njia gani? Yale mapepo yalipokuja, ya malaika yalipotupa kutoka mbinguni, yalishuka pale, yakawaona wakina mama na wakina vijana wakiwa wamefungua milango yao. Sikiliza, unajua ile milango ni mabangili. Hata kile kipindi walivaa toka kipindi cha Sodoma, na yale mapepo yalipokuja yakaingia direct, moja kwa moja, kuhakikisha kwamba yanawatengenezea nguvu roho ya uasherati, roho ya kufanya uzinzi. Hili tendo yalilenga katika tendo hilo, yakawaingia ndani yao, yakawafanya wazini sana. Sikiliza katika mstari wa 8. Mstari wa 8 inazungumza, sikiliza: kadhalika na Hawa katika kuota. Narudia, kadhalika na Hawa katika kuota kwao hutia mwili uchafu, ukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Sikiliza nikwambie jambo, ni kwamba hivi, maana yake huota, wanaota kabisa. Wanafanyaje? Wanaota kufanyaje? Hata kile kipindi walikuwa wanaota wanafanya tendo la ndoa. Biblia inatuambia hapa, yalipoteremka yale mamalaika ambayo leo tunayaita majini. Biblia imezungumza huko katika kitabu cha Kutoka, huko yameita kabisa majini, yameita majini kabisa. Lakini hao mamalaika maasi yalipokuja, yakawaingia wakina mama, yakawaingia vijana ambao walifungua milango, waliapa nafasi wao wenyewe, wakawa wanaota njozi za kuwa wana sex. Yani nazungumza lugha sasa hii ambayo labda utanielewa. Wakawa wanafanya lile tendo la ndoa, usingizini. Wanafanya tendo la ndoa usingizini, wanaota njozi, na wanafikia hatua kabisa, unajikuta unaamka kweli kabisa, inakuja ile njozi tena, haiwi katika hali ya ndoto, lakini unajikuta kabisa umechafuka. Ndio maana anasema kwamba hapa, ngoja nikusomee uweze kuelewa. Mstari wa 8, kadhalika na Hawa katika kuota kwao, katika kuota ama katika kuanza kuota, kadhalika na Hawa katika kuota kwao hutia mwili uchafu, ukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Sikiliza nikwambie, hawa watu wakakataa kutawaliwa na mambo ya kimungu, ila wakayatukana haya mambo ya Mungu. Kwa sababu kama hizi injili hizi ninazozihubiri, hizi ninazowafunulia watu, ukiwaambia watu kwamba jamani, hayo mapambo sio mambo yaliyokusudiwa na Mungu, muyaache. Wanakwambia wewe, mbona kuna wachungaji wakubwa wanavaa, wakina mama wachungaji, watumishi wakubwa, wewe ni mtumishi wa juzi, utaelewa nini? Hatuwezi kuacha injili zako za zamani. Ndio maana Biblia inasema hata kile kipindi wanayatukana matukufu, yani injili iliyo kamilifu wanaitukana, injili ya kuwaponya wanatukana watumishi. Sikiliza nikwambie, na mwisho wa siku wanaota wakiwa wanafanya tendo la ndoa, na Biblia inasema wanajichafua kabisa, yani wanafikia hatua wamekamilisha tendo la ndoa na
na haya majini yaliwaingia watu ambao wamefungua milango na kutukana injili na maneno ya Mungu mazuri yenye kuelekeza katika kipindi cha Sodoma hicho. Na ndivyo ilivyo leo. Unapowaambia wakina mama, jamani, Heleni usivae, ni milango ya mapepo, wanakwambia wewe mtumishi, injili yako imechanganyikiwa. Hayo kwambia mama, wewe unajitoboa pua. Mungu akukutoboa pua tumboni mwa mama yako. Angeona unafaa kutobolewa, angekutoboa huko, maana alisema alipokuumba akasema umekamilika mama, unapendeza. Wewe usijitoboe. Akasema wewe, tunaenda na wakati. Nguvu ile ya kipindi cha Misri imerudi tena. Nguvu ya uangamifu, nguvu ya watu kuangamia. Leo unaota njozi za kukuta unafanya tendo la ndoa na unajikuta unateseka. Kuna watu wanaota, mara wanaota watu wamekufa, mara wanaota watu wanafukuzwa, mara wanaota watu watu wananyonyesha usiku, wanaota watu njozi za ajabu zisizokuwa na utukufu wa kimungu. Ni kwa sababu gani? Lazima hapo elewa siku ya leo, njozi hizo unazohangaika nazo zinazokutesa usiku, wewe mwenyewe umempa nafasi Ibilisi. Biblia inasema katika Waefeso 4 mstari wa 27 imetuambia kabisa, wala msimpe nafasi Ibilisi. Maana yake ni gani? Jinsi Mungu alivyokuumba, usimsaishe Mungu, usianze kuweka ile milango, usianze kumpa nafasi Ibilisi. Katika kumpa milango Ibilisi, atapenya kwenye maisha yako, atakutesa. Angalia sasa hivi unavyoteseka na njozi mbaya, unaota vitu vya kutisha, unaota una manjozi, na sio kuota tu unatenda tendo la ndoa. Na wanaume, ngoja nikwambie, ni kwa sababu, ngoja nikwambie, unajua sasa hivi kwa nini zimezidi njozi za wanaume kuota wanafanya tendo la ndoa? Hata wanaume ni kwa sababu wamevalia nini? Unakuta hizo mapete ya popo, mapete masikioni, maheleni. Hata wanaume wanavaa sasa hivi, sio wanawake tu. Sasa hivi hata wanaume wamevaa vikuku, sio wanawake tu. Sasa hivi hata wanaume wamevaa mabangili, sio wanawake tu. Hata wanaume wamevaa shingoni mikufu ya kufa mtu. Wanashindana sasa hivi vijana kuvaa vitu mashingoni huku. Milango ya mapepo iliyokuwa imeruhusiwa kile kipindi cha Misri, miungu mingine, milango ya majini, ambapo hata vijana wanaota wanashiriki matendo ya ndoa, na wanapoamka wamejichafua kabisa, wamejichafua kabisa. Rafiki yangu, ninapomalizia ujumbe huu, Mungu akusaidie ukubali kuirudia kweli ya Bwana, kuirudia kweli ya Bwana. Lazima rudisha asili ya Bwana, rudisha asili ya Bwana. Makanisa napaza sauti, wachungaji, jitofautisheni, rudisheni kanisa la Bwana kwenye asili yake. Nimezunguka Tanzania mikoa yote nikipaza sauti, rudisheni asili ya Bwana makanisani. Lazima walokole na wacha Mungu tujitofautishe mavazi, kuanzia mapambo ya mtakatifu. Ni nini mapambo ya mtakatifu, mama yangu? Ni uchaji wa Mungu, ni neno la Bwana peke yake. Zaburi inazungumza, Bwana ameshatupamba tayari. Hiyo ni milango ya mashetani. Sasa ngoja nikwambie jambo moja ambalo Biblia inasema katika Yeremia 6 mstari wa 16. Tunapoenda kumalizia hapa, Mungu akusaidie. Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi, inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Narudia, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Sikiliza rafiki yangu, Mungu, Yesu, Biblia inatuambia, enyi wakina mama, enyi kanisa, enyi wachungaji, simameni mkaulize mapito ya zamani. Ulizeni mapito ya zamani. Iko wapi njia ya zamani? Tumeiacha njia ya mababu zetu wa imani, njia ya imani ya kina Sara. Akina mama, sikilizeni, Sara
akina Sara, akina Esther hawakujipamba kwa hayo vyombo vya uzuri. Walisimama kwa mfalme, wakaonekana ni wanawake. Soma historia ya Esther. Sikiliza enyi wanawake, enyi mabinti, ewe unayeteseka na njozi za ajabu ajabu, usiliwe pesa zako kwa manabii na mitume wa uongo wa nyakati hizi. Siri ni hii hapa, ukweli nimeufunua. Tanzania na dunia nimefunua ukweli. Rudini katika asili ya Bwana. Bwana anasema, iko wapi njia ile ya zamani, mapito ya zamani walioyapita watakatifu wa zamani? Mungu akusaidie ujiondoe katika mitego ya giza, ujiondoe katika nguvu na vifungo vya adui ulivyovipa nafasi. Kumbuka wana wa Israeli walitoa nafasi wao wenyewe pale jangwani. Mwisho wa siku waliteseka na watoto wao waliteseka, lakini Yesu mwenye rehema ameileta neema hii. Anatamani kila mmoja aingie mbinguni. Kama jinsi alivyotoa rehema kwa wana wa Israeli na watoto wao, alikusudia kuwapeleka katika mji wa asali na maziwa, lakini waliendelea kukataa, wakafanya mioyo yao shingo ngumu. Ndio maana tumesoma katika Kutoka 33 mstari wa 5, inazungumza ni watu wenye shingo ngumu sana. Usiwe mtu ambaye anapozungumza Yesu asema nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Naweza ukasema mbona mchungaji fulani mkubwa anafundisha na mke wake anavaa? Usimwangalie mchungaji wako, angalia neno la Bwana linasema nini. Tunaongozwa na neno la Bwana, hatuongozwi na mchungaji anasema nini. Kama mchungaji hasimamii neno la Bwana, weka pembeni injili yake. Kama nabii hasemi neno la Bwana, weka pembeni. Acha hao viongozi vipofu wanaokupeleka katika njia jana. Usiangalie injili hii ni injili ambayo imekataliwa. Chagua njia. Huu ndio muda wa matengenezo. Kanisa, tupaze sauti, turudishe asili ya Mungu ndani ya makanisa. Lazima kanisa lijitofautishe na dunia. Lazima watu wa Mungu wajitofautishe na dunia, kuanzia kwenye mionekano ya midomo yao. Wakina mama, lazima muonekano wa mdomo wako uwe tofauti na dunia. Ewe mama mchungaji, lazima kichwa chako kiwe tofauti na watu wa dunia. Ewe binti mwimbaji, lazima mikono yako, vidole vyako, lazima hayo makucha yako yawe tofauti na dunia. Bwana Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uitafute njia na yale mapito ya zamani. Niite Mwinjilisti Pasco Cassian. Kwa lugha nyingine ni sauti ya mtu aliyenyikeni. Nikiipaza sauti yangu, sikieni mataifa, sikieni viongozi wa dini, rejesha asili ya Mungu katika kanisa lake. Nikutakia neema katika jina la Baba na la Mwana